Basi imempendeza Mungu injili ya Yesu Kristo ibirie mahali hapa. Mungu aliyeziumba mbingu kaziumba hata nchi. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, asante kwa neema na rehema ya kipekee Bwana. Tafadhali Mungu, nenda ukachukue mamlaka kupitia neno lako kwa jina lake Yesu. Niomba tukiamini, amina. Kuna mojawapo ya sherehe ambayo inajulikana kama Pasaka. Kuna mojawapo ya sherehe ambayo inajulikana kama Pasaka. Na kuna kitu Mungu anataka uelewe kuhusiana na Pasaka. Pasaka ni kivuli. Kiangalia kitabu cha Kutoka 12 mstari wake ni wa 5. Kutoka 12 kuna kivuli. Kutoka 12 mstari wake ni wa 5. Wanyama mtakaowachagua lazima wawe wa kiume, wa umri wa mwaka mmoja, wasiokuwa na dosari. Waweza kuwachukua katikati ya kondoo au mbuzi. Waisraeli walipokuwa wanaondoka Misri, Mungu alipiga Misri kwa mapigo 10. Pigo la mwisho Misri kupigwa ilikuwa pigo la kuua watoto wazaliwa wa kwanza, kuua kuanzia mtoto wa Firauni mpaka mifugo. Hili ndio lilikuwa pigo la mwisho kabisa. Na hili pigo shati ilikuwa lazima wachukue mwana kondoo, wamchinje wa Israeli, waondoe vitu vinaitwa chachu. Chachu ni mambo maovu. Chachu ilikuwa ni unga. Ni kitu kama pone inawekwa kwa unga, inafanya pengine mandazi ama ifure. Wala mondo chachu. Chachu ni ishara ya toba. Kabla damu ya Yesu iwekwe kwa moyo wa mwanadamu, lazima mwanadamu apate kutubu dhambi zake, ndio damu iwekwe kwa moyo huo. So walitoa chachu, alafu wakamchinja mwana kondoo. Huyu mwana kondoo anaitwa mwana kondoo wa Pasaka. Mstari wa 21. Ndipo Musa akawaita wazee wote wa Israeli na kuambia, nendeni mara moja mkachukue wanyama kwa ajili ya jamii zenu, mkachinje mwana kondoo wa Pasaka. Mkachinje mwana kondoo wa Pasaka. Ili kwa Agano la Kale, walipochinja mwana kondoo wa Pasaka, walichukua damu wakaweka kwa mimo ya mlango na vizingiti. Damu ikawa pale. Malaika wa Bwana alipopita na upanga, alipoiona ile damu, alipass over. Angalia. Maandiko anasema pass over. Kupass ni kupita. Over inamaanisha juu. Hasira ya Bwana ikapita juu kwa sababu ya damu. Hasira ya Mungu ikapita juu kwa sababu ya damu ya mwana kondoo wa Pasaka. Leo tunaikumbuka hivyo. Yesu alipokuja duniani alikuja kama mwana kondoo. Ukiangalia Wakorintho wa kwanza, Yesu ndio mwana kondoo wa Pasaka, na Mungu anakuambia tubu dhambi zako, ondoa chachu kwa moyo. Geuka kwa njia mbaya. My boyfriend, my girlfriend haitakupeleka mahali, itakupeleka jehanamu. Wewe ni msharati na mzinzi mkubwa. Chuki, hasira, faraka, ulevi haitakupeleka mahali, itakupeleka jehanamu. Hiyo ndio chachu. Mungu anakuambia ondoa chachu kwa nyumba zenu. Nyumba ni mwili. Maandiko anasema Roho Mtakatifu akikaa kwako unaitwa nyumba ya Mungu, unakuwa hekalu ya Mungu. Mungu anaambia Israeli ondoe chachu. Ondoa chachu kwa kutubu. Alafu ende kwa mwana kondoo wa Pasaka ambaye ni Yesu Kristo. Wakorintho wa kwanza 5 mstari wake ni wa 7. Mungu anasema ondoeni chachu ya kale, ondoeni maovu ya kale, ili mpate kuwa donge jipya lisilotiwa chachu, kama vile mlivyo. Kwa maana Kristo mwana kondoo wetu wa Pasaka. Kwa maana Kristo mwana kondoo wetu wa Pasaka. Yesu anaitwa mwana kondoo wa Pasaka. Kwa nini? Ni kwa sababu katika Exodus 12 verse 5:21 Waisraeli walitoa ondoa chachu katika nyumba zao, alafu wakachukua mwana kondoo wakamchinja, wakachukua damu wakaweka kwa milango.
Malaika wa Bwana upanga kutoka mbinguni ulipopita, ulipoona damu, ulipass over, yani ulipita juu. Ukitaka jana mipite juu, ukitaka siwa la moto ipite juu, ukitaka hukumu za Mungu na hasira za Mungu zipite juu yako, ni lazima uondoe chachu kwa nyumba yako ambayo ni mwili. Geuka kwa chuki, geuka kwa maovu yote. Yesu anaitwa mwana kondoo wa Pasaka. Huyu mwana kondoo ambaye ni Yesu akianza kuhubiri Injili, Yesu aliambia wanadamu watubu. Mathayo 4:17. Yesu akianza kuhubiri sermon ya kwanza Yesu Kristo ni watu watubu. Mahubiri ya kwanza ya mwana kondoo wa Pasaka ilikuwa ni watu watubu dhambi zao. Yesu akija feri nani we? Yesu akija hapa saiferi, Yesu atakwambia nenda ubarikiwe. Yesu atakwambia hivi. Mathayo 4:17. Hivi ndio Yesu atakwambia. Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri. Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema tubuni. Akisema tubuni. Akisema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu alihubiri toba. Yesu akija kwa mlevi anamwambia tubu ulevi. Yesu akija kwa msherati anamwambia tubu usherati. Yesu nani? Wewe upendi makosa yako yatajwe. Na makosa yako yakitajwa huwa ni njia ya kuokoka, huwa ni uzima wa milele. Kwa sababu Yesu akianza kuhubiri aliwaambia watu makosa yao. Yesu alihubiri makosa yao, alishuhudia makosa ya watu. Yohana 7:7. Ya hapa ni kanisa. Kanisa ni kusanyiko la watu. Ulimwengu hauwezi kuwachukia nyinyi, lakini pepo mchafu shindwe wewe. Pepo mchafu wewe. Angalau nakula hiyo. Mungu apendi nayo. Mungu apendi hiyo. Mungu anataka utubu. Ondoa jazba. Umekula ninio? Mungu akusamee. Ulimwengu hauwezi kuwachukia nyinyi, lakini unanichukia mimi. Yesu anasema kwa sababu ninashuhudia kwamba matendo yao ni maovu. Yesu anashuhudia matendo ya wanadamu ni maovu. Yesu anakuambia geuka kwa matendo maovu. Geuka kwa uovu, geuka kwa njia chafu. Yesu ni mwana kondoo ndio. Anakuambia utubu. Yesu ni mwana kondoo wa Pasaka ndio. Anakuambia ugeuke kwa njia mbaya. Yesu alienda msalabani ili dhambi zako na zangu zipate kuoshwa. Ili usiishi maisha ya unafiki. Usiishi maisha machafu. Kuingia mbinguni hakuna shortcut. Lazima utubu dhambi. Lazima uweke imani kwa damu ya mwana kondoo wa Pasaka ambaye ni Yesu Kristo. Lazima ugeuke kwa njia mbaya. Hakuna shortcut ya kuingia mbinguni. Hakuna njia ya mkato ya kuingia mbinguni. Lazima ugeuke kwa njia zote mbaya na uweke imani kwa damu ya mwana kondoo ambaye ni mwana kondoo wa mwana kondoo wa Mungu ambaye ni kondoo wa Pasaka, Yesu Kristo. Dada, hakuna shortcut ya kuingia mbinguni. Lazima ugeuke kwa njia mbaya. Lazima ugeuke kwa njia mbaya. Lazima ukiri dhambi, lazima ugeuke. Lazima uamini damu ya mwana kondoo wa Pasaka ni Yesu Kristo ikuoshe. Hakuna shortcut. Hakuna njia ya mkato ya kuingia paradiso. Mungu anataka toba. Geuka kwa njia mbaya. Mungu haipendi njia mbaya. Tuko pamoja.